Bana, njia pekee ya kumdhibiti Nasibu Abdul Diamond ni kuungana, na hatua hiyo pia imedhihirishwa na imeonyeshwa shairi kabisa na watu watatu. Hapa namzungumzia Rayvanny, Harmonize pamoja na Mario mtoto Badi, ambaye wameamua kuungana na kuweza kuachia ngoma yao ya Pere, ambayo ngoma hiyo mtu aliyetoa idea, lakini ngoma inakwenda kwa jina la Pere ambayo ni ya kwake Rayvanny. Wameamua kuungana, na hichi nimekipenda sana kwa sababu njia pekee ya kumdhibiti Diamond sio kufanya kazi zako individual. Na hii hapa imewapa gap sana watu wengi zaidi ambao walikuwa wanafanya kazi zao binafsi bila kushirikishana, na wakawa kila siku wanakwama. Leo hii nimepita katika mtandao wa Apple Music na kuiona ngoma hiyo ikiwa inafanya vizuri zaidi, na sio tu inafanya vizuri, iko namba 1 on trend kwenye mtandao wa Apple Music, lakini pia pale YouTube pia ikiwa namba 1, pia katika digital platform mbalimbali za kuuzia muziki ikiwa iko namba 1. So unaweza kujionea kwa jinsi gani ambavyo umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. So ipo haja ya kila mmoja, kila msanii kuhakikisha basi tunaungana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaipeperusha vema bendera ya Bongo Flava, lakini pia kuhakikisha kwamba muziki wetu wa Bongo Flava bana unafika mbali zaidi. Kwa hiyo njia pekee ya kumdhibiti mtu kama Diamond, njia pekee ya kufanya vizuri kuhakikisha kwamba una penetrate zaidi bana ni kuungana. Kwa mfano, nimeona ngoma ya Pere ya kwake Rayvanny pamoja na Mario, bila kumsahau Harmonize kwa siku leo iko namba 1 on trend, lakini pia nyuma yake namba 2 ikiwa ni ngoma ya kwake Omalai ambayo inaitwa With You. Salama pia kwake Diamond pamoja na Barnaba ikiwa namba 3, lakini ngoma nyingine kama Tilalila ya kwake Mwana FA ikiwa pamoja na J Melody ikiwa namba 4. My Darling pia ya kwake Chila ambaye pia aliweza kumshirikisha Diamond ikiwa namba 5. My Darling pia hiyo ambaye ndio ilikuja kufanya remix ikiwa namba 6, na nyimbo nyingine kama Mito ambayo iko kwenye nafasi ya 8 ya kwake Abchams ambaye aliweza kumpa shavu Harmonize. So nikaona njia pekee ya kumdhibiti au kudhibiti hichi kiumbe ambacho kinasumbua zaidi hapa kwetu ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania, ni kuhakikisha kwamba mnaungana. That's why tunaona Harmonize pamoja na Rayvanny na Mario walivyoungana wametengeneza tension kubwa, lakini pia wametengeneza goma ambalo ni kubwa na ni la kwenda. Kwa hiyo nafikiri na nina imani kabisa sisi Bongo kama Bongo tukiamua kuungana kama wa Nigeria, naamini tutafika mbali zaidi. Na nachojaribu kuwaza, vipi kama Diamond naye mwenyewe angekuwa na mtu ambaye anaweza kuungana naye wakaendana vizuri, alafu mwisho wa siku wakaipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Lakini unaweza kuona Diamond pale juu amesimama yeye mwenyewe bana kuhakikisha kwamba bendera anaipeperusha vema, lakini wangekuwa wameungana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanatengeneza muziki mzuri kama Diamond sasa hivi ungane na Alikiba, ungane na Harmonize, wakina Mario, naamini kabisa Bongo Flava bendera ingepeperuka na wa Nigeria wangekuwa wanatuangalia sana kwa jicho la tatu. So unaonaje hii njia pekee ya kumkabili Diamond? Kwa upande wako unaona ni ipi? Kwa sababu hapa tunasema ni mwenye Bongo Flava yake ni Diamond, kwa sababu tunaona makubwa hata sasa hivi tunavyozungumza hayuko nchini, yuko zake Uganda kule UG kwa ajili ya kuweza kuendelea na harakati zake za muziki, lakini tunaona performance ni nyingi sana ambazo zipo, anaenda London kule kwenda kufanya mambo yake mengine. Hebu niachie kwa maoni yako hapo, njia pekee pia kupambana na mtu kama Diamond ni ipi? Niachie maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Binafsi mimi naitwa BM Basha, unaweza kunitafuta kwenye mitandao yangu yote ya kijamii natumia BM Basha.